Naam, mtazamaji, hebu tusalie katika masuala ya elimu kidogo, ambapo sasa nakuelekeza moja kwa moja hadi katika shule ya upili ya Starehe Girls, ambapo mwenzangu Hemed Abdalla yuko kule pamoja na kikosi kizima cha NIE, yani elimu magazetini, ambapo kinaongozwa na shirika hili la Nation Media Group. Hemed, hebu tufahamishe, je, leo katika shule hii ya Starehe mna yapi ya kuwapelekea wanafunzi na wanasemaje baada ya kujiunga na NIE? Asante sana Nicholas. Asante sana Nicholas. Leo nikiwa hapa katika shule hii ya kitaifa, shule ya wasichana ya Starehe. Inaitwa shule ya wasichana hii ya kitaifa ya Starehe. Ukiingia hapa ni masomo na starehe, lakini ni jina tu. Ila turudi katika upande wangu mdogo hapa, ni mwanafunzi huyu ambaye atajitambulisha majina yake kamili, kwa sababu yeye ni mwanahabari. Labda atumie sekunde chache kidogo angalau kupata ladha ya kushika mikrofoni. Naam, asante sana Nick. Mie ni Kamaria binti Ibrahimu, nikiwa katika kaunti ya Nairobi, nikiripotia runinga STTV, runinga tajika humu shuleni ya wasichana ya Starehe. Wanastarehe wamefurahia sana kuwapokea wageni kutoka Nation Media Group, na kufikia hapa sina budi ila kumrudishia mikrofoni mwenzangu Hemedi. Anasema Waswahili husema kinolewacho hupata, ndio sahihi, bado tuamnoa, huenda baadaye akaja akawa mwanahabari mkubwa sana katika taifa hili. Turudi moja kwa moja katika lengo maalum, niweze kuwapata washikadau, hasa lengo la mguu wa Nation Media Group kufika hapa leo ni nini? Mojawapo ikiwa ni kuwasaidia wanafunzi katika upande wa kimasomo, kuwalishibisha elimu katika kuchapishwa ndani ya magazeti. Lakini nisizungumze kwa wino mwingi, wasemaji wako hapa. Tuko na mwenyekiti ambaye ni mwenyekiti wa shirika la Nation Sacco, upande ule wa shirika la kutoa mikopo. Je, karibu. Kama mwenyekiti wa Nation Sacco, mkono wako mkubwa na nguvu yako katika kuhakikisha kwamba gurudumu la elimu linasonga mbele ni nini? Jitambulishe na uweze kuangalia kamera. Nitakushikilia. Asante sana. Kwa majina naitwa Paul Muimi, mwenyekiti wa Nation DT Sacco. Jambo ambalo tumeweza kuparticipate kama Nation Sacco kwa kuchangia upande wa elimu, tumesponsor 2 learners at Starehe Girls Center. We just learned that 70% of learners here are sponsored, and we've done our part in sponsoring 2. Probably going forward we may increase. Today we are also here to participate in a tree planting exercise, just to contribute our part in environmental conservation, and also partner with Nation Newspaper Division so that we can encourage program ya wanafunzi kusoma. And then la mwisho, na encourage wananchi wa Kenya, if you are out there, you want to join a Sacco, kindly join a Sacco with us so that you can be able to fulfill your dreams. Thank you so much. Asante sana kwa sababu ukimbilia muda, wacha nisongee kwa mwenzangu ambaye ningeomba kupata nafasi yako hapa karibu na mimi, ambaye huyu ni mwelekezi mkuu katika shule hii. Majina yake kamili ningeomba ujitambulishe na uweze kutueleza mradi huu wa newspapers in education umeweza kupokea vipi na una faida gani hapa katika shule hii yako? Kwa majina naitwa James Soita, mkuu wa shule ya Starehe Girls Center. Ninawashukuru Nation Media Group kwa sababu wametuletea magazeti ambayo yamewaelimisha wanafunzi, na wa staff members pia wameweza kuyasoma na tumeendelea mbele. Pia nawashukuru Nation Media kwa kuwa wameendelea kusponsor 2 girls at the center, and that is a plus for us. Pia leo nawashukuru kwa sababu wameacha kazi zao, wamekuja hapa Starehe kuwazungumzia wasichana. Asante sana. Moja kwa moja naweza kuelekea kwa Daisy Meritimu, ambaye huyu ni mshikadau katika upande ule wa Nation Media Group. Daisy, umefurahia leo? Pengine unielezee nguvu kubwa unayoisukuma katika mradi huu, guu la Nation Media Group hapa. Faida ni nini, malengo makuu kwa sekunde? Sasa Nation Media Foundation, we champion education and literacy. But we're here where there's very brilliant girls that are very studious, that read, and that are focused on their coursework. But we're also here to motivate them to
to read for leisure, to read to widen their world perspective. And that's why we're here with newspapers in education, because that's another source or resource that goes beyond the world of a lot of distractions that we live in of social media. And we're saying, read books. Kama kuna mwalimu ambaye ananitazama, mchakato ndio huo. Kazi kwako. Tupigie simu tuweze kufika katika shule yako, tupeane ushirika wa faida kama hii. Sina mengi isipokuwa mwendo wa saa 1 taarifa hii itakujia moja kwa moja. Kwako Nicholas Wambua. Asante sana Hemedi Abdalla kwa taarifa hiyo.